Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mwana kalam. Karibu tena katika uwanja wetu wa mazungumzo. Tarehe 11 wakati na scroll simu yangu nilikutana na clip ya timu ya Barcelona ikiparade ubingwa wao. Walikuwa wakishangilia ubingwa wao katika gari la wazi, basi la wazi katika katika jiji la Barcelona. Yes. Katika ile klipu kilicho draw attention yangu ni mchezaji Lamine Yamal alipokuwa akiwave, akipepea bendera ya Palestina. Wakati na mtazama Lamine akiwa anapunga bendera, nilikumbuka vitu vingi sana katika visa ambavyo nilijaliwa kuvisoma katika kitabu cha Ethnic Cleansing of Palestine. Yes, kitabu kilichoandikwa na mwanahistoria nguli Ilan Pappé. Yes, huyu ni mmoja kati ya wanahistoria wakubwa sana. Kwa sasa anaishi uhamishoni, yes, baada ya kufukuzwa na serikali ya Israel nchini kwake. Yes. Mmoja kati ya visa ambavyo kila nikivikumbuka vinataka kunitoa machozi ni kisa cha bwana mmoja anaitwa Abu Arab. Abu Arab anaelezea kwamba siku moja wakiwa wanapata iftari jioni, walisikia milipuko ya mabomu mazito. Yes. Wote walishikwa na taharuki na iftari haikulika tena. Yes. Kila mmoja akawa anatafuta njia yake. Yeah. Anasema walikimbia yeye pamoja na familia yake, ambapo alikuwa ni yeye pamoja na wadogo zake 4. Walitembea umbali mrefu sana. Na baada ya kufika Lebanon, mama yake ndo akagundua kwamba mdogo wao wa kike alikuwa amefariki. Yes, alikuwa amefariki kutokana na joto kali ambalo lilikuwepo njiani. Yes. Inasikitisha sana. Visa vingine vinaeleza namna ambavyo wanaume walikuwa wakipangwa mistari katika baadhi ya vijiji. Yes, ya vile vikundi vya watu wenye silaha kutoka Israel vilikuwa vinavamia vijiji, vinatoa wanaume, wanapanga mstari, alafu baada ya kupangishwa mstari wanapigwa risasi kama kuku. Ni mambo yanasikitisha mno. Yes. Kuna matukio mengi ya kuhuzunisha yanaelezwa yalitukia katika mfano kijiji cha Deir Yassin. Yes, mambo ya kuhuzunisha. Watu walikuwa wanaingia kwenye majumba ya watu, alafu zinapigwa risasi at close range. Yani mtu yuko hapa na hapa, pigwa risasi ya kichwa. So ni mambo mengi yanaelezwa kutokea katika hii Nakba, katika haya mauaji yaliyotokea mwaka 1948, mauaji ambayo yalipelekea vijiji 530 yes kushambuliwa, kuharibiwa kabisa. Na inaelezwa watu zaidi ya 13,000 wa Palestina, zaidi ya 13,000 waliuawa. Yes, na zaidi ya watu 750,000 yes walikuwa displaced, walitolewa kwenye makazi yao. Yes, ni kipindi ambacho Wapalestina hawatakaa wakisahau katika maisha yao. Yeah, inaelezwa familia nyingi za Palestina ziliondoka na funguo. Yes, familia nyingi wakati machafuko yanatokea, ile taharuki, walikimbia. Wengine walikuwa wakikimbia wakitazama milango yao, wakiamini kwamba siku si nyingi watarudi. Yes. Kuna baadhi walificha funguo zao wakiamini siku si nyingi watarudi. Yes. Kuna wengi naelezwa, na hii imekuwa kama ni alama. Tukio la mwaka 1948, kuna watu mpaka wa leo wana funguo zao zimeshaanza kuota kutu. Yes, wamebaki nazo kama alama ya kielelezo cha
cha kuondolewa mahala ambako walipaita nyumbani. Yes. Wengi walikuwa wakiondoka na funguo wakiamini kwamba watarudi siku si nyingi, lakini mpaka wa leo toka mwaka 1948 hawajarudi. Na kina mama inaelezwa walikuwa wakikimbia na watoto wao, wanapita katika moshi mzito, moshi ambao ukiutazama huwezi amini kama kuna mtu anaweza kathubutu kusogelea, lakini kutokana na taharuki, kutokana na balaa ambalo lilikuwa linawazunguka, wakina mama maskini walikimbia na watoto wakaingia kwenye moshi mzito na kupita nao. Yes, inaelezwa pia wazee walikuwa wakianguka sana njiani. Yes, wazee wengi walifariki kutokana na uchovu, kutokana na madhila mazito ya vita. Vita sio nzuri. Yes. Watu wengi inaelezwa walifariki, walianguka njiani na kufariki, ukiachilia mbali wale ambao walikuwa wakipigwa risasi na Israel militias, vikundi vyenye silaha kutoka Israel. Yes. Ni story inayosikitisha, ni story ambayo binafsi kila nikikumbuka machozi yananilenga. Yes. Inasikitisha sana. Kila nikisoma story za namna mambo yalivyotokea katika hiki kitabu cha Ilan Pappé, natazama namna ambavyo watu walikuwa wakikimbia pwani ya mji wa Haifa, wanakimbilia maboti mama anamsahau mtoto, baba anamsahau mtoto, mama anaingia boti hili, baba anaingia boti lile, mtoto anaingia boti hili. Ndo kama yale ambayo tunaambiwa na Allah subhana kwamba siku ikifika mama hatamkumbuka mtoto. Kijaribu kuvaa viatu vya Palestina unaweza kulielewa hili vizuri. Vuta picha hapo ulipo. Yes, umeizoea Magomeni yako, umeizoea Sinza yako, umeizoea Ngaramtoni yako, umeona, umeizoea Butimba yako, umeizoea sema Kilima Hewa yako, jiji yako, umeizoea Mbeya yako, Ruvuma yako. Alafu anakuja mtu anakutoa mahala ambako babu zako walikita mizizi pale. Kuna urithi wenu, kuna historia yenu, umeona. Inasikitisha, watu waliuawa kama kuku, na dunia ilikuwepo ikitazama. Dunia ilikuwepo. Ni vitu ambavyo vinaumiza moyo sana, na ukivitazama unajiuliza maswali na unakosa majibu. Ni mambo ambayo ukiyatazama unasema watoto wetu watajiuliza maswali mengi ambayo pengine sisi sasa tunajiuliza. Ukitazama unaona wazi wajukuu zetu siku moja watajiuliza maswali mengi wasipate majibu. Maswali ambayo pengine na sisi tunajiuliza kuhusu wazee wetu. Ilikuwaje wakaishi ndani ya ukoloni, wakaruhusu wakoloni wafanye walioyafanya? Naamini hata wajukuu zetu na vitukuu vyetu watajiuliza maswali mengi. Dunia ilikuwa wapi wakati haya yanatokea? Yes. Tunaona namna ambavyo Gaza watu wanafanywa. Watajiuliza naamini, dunia ilikuwa wapi wakati haya yanafanyika? Watu 60,000, 1, 2, 3, 4, 5 pa 60,000 wanauawa kama kuku. Dunia ilikuwa wapi? Naamini vitukuu vyetu vitajiuliza ya maswali, na sidhani kama watapata majibu. Ni mambo ambayo ukiyasoma yanakuletea picha, unazama katika bahari ya matukio na una feel kama ulikuwepo. Unavaa viatu vya wahusika. Hawa watu walikuwa ni watu kama sisi, wakaishi kama sisi. Hapo ulipo mtaani kwako, uko nyumbani kwako, nyumbani kwenu, maeneo yenu, raha mustare, ukiwa na salama na amani. Ghafla
yanakuja tena yanaletwa na watu ambao si wa maeneo yako. Inasikitisha sana. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho labda kila mmoja wetu anapaswa kujifunza ni kwamba kila mmoja popote alipo anapaswa kucheza kipande chake. Yes, you have a role to play. Usijidogoshe, usiseme mimi siwezi. Yes. Unaweza kufanya kitu kwa ajili ya salama ya dunia yetu. Yes. Wakati mimi nazungumza na share na wewe haya maarifa, wewe unaweza kufanya kitu, unaweza kushare, unaweza kulike, unaweza kucomment. Kama ambavyo nimekuwa nikiwaambia, ukishare, ukilike, ukicomment, unaiambia algorithm ya YouTube kwamba hii video ni nzuri, isambazeni kwa wengine kama mlivyoileta kwangu. Umeona? Yes, kwa hiyo matokeo yake video inakuwa inatazamwa, inawafikia watu wengi na kutazamwa na wengi. Hivyo unakuwa umesaidia kufikisha ujumbe. Umeona? Lamine Yamal alicheza kipande chake, aliplay his role, aliinua bendera ya Palestina kutuma ujumbe kwamba tunawakumbuka, tunajua yaliyowafika. Umeona? Yes, tunajua yaliyowafika, sio tu nyinyi mwaka jana na mwaka huu na mwaka juzi, tangu enzi na enzi tunajua yaliyowafika. Tuko na nyinyi, msijihisi wapweke, tuko pamoja nanyi. Lamine Yamal hakuogopa kupoteza deals, kwa sababu deals nyingi ziko chini ya influence za Wazayuni. Umeona? Hakuogopa kupoteza mikataba ya matangazo. Alifanya lile kwa sababu anajua kila mmoja akiplay role yake tutaisaidia hii dunia kuwa mahala salama pa kuishi. Yes, utakiwi kushika bunduki hapo ulipo. Kwa kutumia hiyo simu yako unaweza kufanya kitu. Yes, ukishare, ukilike, ukicomment, unakuwa umeplay role yako na wewe. Muhimu tia nia ili Mwenyezi Mungu asikuache, akulipe thawabu. Wewe umefanya sadaka, tia nia kwamba unafanya hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yes, kwa hiyo play role yako. Mimi nafikisha ujumbe na wewe you've got a role to play. Una kipande chako cha kucheza. Yes, Lamine Yamal alifanya, mimi ninafanya hiki ambacho nafanya kwa kushare maarifa haya na wewe you've got a role to play. Yes, share, comment, like. Yes, kwa taarifa tu ya ziada, anaelezwa baada ya lile tukio la Lamine kupepea ile bendera ya Palestina, baadaye kocha wake Hans Flick aliulizwa kwenye press conference, unalizungumziaje hili? Yes, akasema sina comment, waspendi comment katika masala yanayohusiana na siasa. Yes, lakini akasema ni maamuzi binafsi ya Lamine na naheshimu hilo. Kila nikitazama hii video ya Lamine Yamal nakumbuka vitu vingi juu ya story za Wapalestina. Yes, walipitia na bado wanaendelea kupitia mazito. Yes, kuna mtu mmoja anasema hatujawahi kuwa na amani, hatujawahi kutulia, kila tunapokwenda tunakutana na misukosuko. Yes, kuna mzee mmoja anaeleza kwenye kitabu hiki, anasema tumekimbia balaa nyumbani, tumekuja huku tumekutana na balaa. Sijawahi kuwa na amani. Toka Palestina wameenda Lebanon na kwenyewe hakukaliki. Umetoka Palestina umekimbilia jirani Syria na kwenyewe hakukaliki. Kila tunapokwenda hatuna amani. Napakumbuka nyumbani, mzee wa watu anasema mimi leo hii kiniambia nirudi Palestina, nitarudi nikiwa nachechemea mimi. Napakumbuka nyumbani. Yes, ni story ambazo zinatia majonzi, zinasikitisha sana, na utazielewa sana ukijaribu kuvaa viatu vyao. Mimi na Dar es Salaam yangu tulivyozoeana.
nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimesoma hapa, umeona, nimeanza maisha yangu hapa. Leo hii anakuja mtu na kunifukuza, na kuniletea madhila yatakayonifanya nipakimbie mimi Dar es Salaam kwangu. Inasikitisha sana, inasikitisha sana. Hamna mahala kama nyumbani. Lamine amecheza kipande chake, mimi nacheza kipande changu. Niko hapa na kufikishia ujumbe na share nawe haya maarifa, na wewe una kipande chako. Share, comment, like ili huu ujumbe uwafikie watu wengi zaidi. Hadi wakati mwingine.